Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Tunaenda sehemu ya pili ya funguo wa pili unaotawala ulimwengu wako wa roho. Ufunguo wa pili wa kutawala ulimwengu wako wa kiroho. Unajua, tunapozungumza kwa habari ya ulimwengu wa roho, ni ulimwengu usioonekana. Ulimwengu usioonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini kitakacho kusababisha kuingia katika ulimwengu wako wa roho au kutawala ulimwengu wa roho wa eneo au ulimwengu wa roho wa sehemu ni funguo hizi ambazo nafundisha katika siku ya leo. Mara ya kwanza nimefundisha somo la kwanza iliyopita, nikafundisha funguo zinazotawala ulimwengu wako wa roho. Nikafundisha ufunguo wa kwanza, nikasema nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Leo nataka nifundishe ufunguo wa aina ya pili unaotawala ulimwengu wako wa kiroho. Na kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, na kukaribisha, karibu sana. Jifunze pamoja na sisi kwenye channel hii katika jina la Yesu hai. Amen. Ufunguo wa pili leo nafundisha kufungua ulimwengu wa roho ni ufunguo wa neno. Neno la Mungu. Ufunguo wa pili wa kufundisha kufungua ulimwengu wako wa roho au kupata baraka zako za kiroho au kupata mafanikio yako ya kiroho. Ufunguo wa pili ni ufunguo wa neno. Neno la Mungu. Tuweke sawa sawa, neno la Mungu. Watu wengi huwa wanapoenda kufanya ibada katika maisha yao, kwenye harakati za kufanya ibada, kwenye vipindi mbalimbali, wanavyoenda kufanya ibada kwenye sehemu mbalimbali, huwa wanatamka maneno. Waganga, wachawi huwa wanatamka maneno, na hata watu wa Mungu huwa wanatamka maneno. Asa leo nitafundisha tofauti ya maneno na manuizo. Tofauti ya neno na manuizo. Kwa hiyo nafundisha ufunguo wa pili utakao kupa kutawala ulimwengu wa roho. Lakini tutaanza kama ifuatavyo. Pendwa unanisikiliza katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, kama ni mara ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa, nichukue fursa hii kukukaribisha katika channel hii ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu tunavyotuma kwa muda mwafaka na kwa wakati mwafaka. Unaweza ukasubscribe channel hii. Bonyeza hayo maandishi yaliyoandikwa subscribe, takuja alama ya kengele, bonyeza. Utapata masomo yetu kwa wakati na kwa muda mwafaka, na moja kwa moja tutapotuma vipindi vyetu utavipata kwa wakati katika jina la Yesu hai. Amen. Kwa tunaanza kujifunza tofauti ya neno na manuizo. Yale wanayotamka wachawi, yale yanaitwa manuizo, kwamba ananuiza mtu asifanikiwe, mtu asiinuke uchumi, mtu asiinuke kikazi. Yale yanaitwa manuizo. Lakini leo nafundisha kwa habari ya neno, ambalo neno litakalosimama katika ulimwengu wa roho. Huwezi kuutawala ulimwengu wa roho kama hauna neno. Huwezi kushinda vita vya kiroho kama hauna neno. Tutaanza kuangalia katika kitabu cha Luka sura ya 4, kitabu cha Luka sura ya 4, na kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa 5. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Funguo ya pili itakayokupa kushinda ulimwengu wa roho ni neno. Kwa unapotaka kushinda, wengi wanaomba sana, wengi wanafunga sana, wengi wanakesha sana, lakini hawapati majibu yao, hawapati matokeo yao. Wengi wanafunga, wengi wanaomba, hawapati majibu yao, hawapati matokeo yao. Ukikosa neno katika maisha yako, huwezi utawala ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unahitaji neno ili uweze kuutawala katika maisha yako. Asa Yeremia, kitabu cha
Luka sura ya 4 anasema, hali Yesu amejaa Roho Mtakatifu akarudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiye mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akajibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa enzi hii yote na fahari yake yote, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami umpa yoyote kama vile nipendavyo. Nafundisha kwa habari ya ufunguo wa aina ya pili wa kushinda ulimwengu wa roho. Ufunguo wa aina ya pili ya kushinda kwenye ulimwengu wa roho ni ufunguo wa neno. Kama hauna neno, huwezi shinda katika ulimwengu wa roho. Kama hauna neno, huwezi fanikiwa katika ulimwengu wa roho. Neno ndio ufunguo utakaokupa kushinda katika ulimwengu wa roho. Kwa tunaanza moja kwa moja. Leo kumekuwa na mafundisho mengi sana ya kuaminishwa watu kwa habari ya vitu, lakini leo nafundisha kitakachokupa kushinda ulimwengu wa roho ni neno la Mungu linapokuwa juu yako. Kwa tunaona Bwana Yesu anatupa mfano mzuri. Bwana Yesu anatupa mfano mzuri sana. Baada Yesu kwenda kujaribiwa na Ibilisi, Biblia inasema akachukuliwa katika roho na akajaribiwa na Ibilisi. Lakini katika vita vyao kati ya Yesu na Shetani, maandiko yameweka wazi kwamba vita vile vilipigwa katika neno. Shetani anamwambia Yesu, una njaa, badili jiwe hili kuwa mkate. Yesu anamjibu Shetani, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Shetani akamchukua Yesu, akampeleka kwenye mnara mrefu, akamwambia, ikiwa mwana wa Mungu, jirushe chini, maana imeandikwa, atawagizia malaika zake wakudake. Yesu anamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tunaanza kuona, ukisoma vizuri kwa haraka, utaona kwamba vita hivi kati ya Shetani na Yesu vilipigwa katika maneno. Shetani anatoa neno, Bwana Yesu pia anaongea neno. Shetani anatoa tamko, Yesu anajibu katika neno. Maana yake Shetani ni roho na Yesu ni roho, na tunaona kwamba vita vile vilianza katika roho, si katika mwili. Lakini kilichompa kushinda Yesu kati yake na Shetani, kilichompa kushinda Yesu kati yake na falme za giza, Bwana Yesu alisimama katika neno, katika ulimwengu wa kiroho. Yesu alisimama katika neno, katika ulimwengu wa kiroho. Pendwa unanisikiliza, kumbuka vita hivi vilikuwa katika roho. Maana yake kinachokupa kushinda au kufungua ulimwengu wako wa roho, labda biashara imefungwa kwenye ulimwengu wa roho, labda ndoa ina vita kwenye ulimwengu wa roho, labda kazi ina vita kwenye ulimwengu wa roho, labda uchumi una vita kwenye ulimwengu wa roho, labda familia ina vita kwenye ulimwengu wa roho, labda kuna mipango umepanga uikamilishe ulimwengu wa roho, mambo yanaharibika. Kitakachokupa kufungua ili uweze kufanikiwa katika ulimwengu wa roho, neno. Neno linakupa kuutawala ulimwengu wa roho. Ndio maana watu wa giza hawawezi wakaroga. Watu wa giza hawawezi wakafanya uchawi bila kutamka neno, kwamba kama anavyofunga kamba hii, nimefunga biashara yake. Kama anavyozika kitambaa hiki, nimezika maisha yake. Kama anavyofunika chungu hii, maisha yake nimeyafunika. Lazima watamke neno. Sasa wao wanapotamka neno, wewe unakuja kutamka neno la Mungu. Unafungua kupitia neno. Na ndio maana tunapoomba huwa tunatamka neno. Mfano, tunaona Bwana Yesu alishinda vita vya kiroho, lakini silaha kubwa iliyomsababisha Bwana Yesu kushinda vita vya kiroho, alisimama katika neno. Pendwa unaonisikiliza, kuna watu ni waombaji, kuna watu ni wahubiri, kuna watu ni waimbaji, lakini ukikosa
nguvu ya neno. Katika ulimwengu wa roho ukasimama na neno, lazima ushindwe vita hiyo. Kwa katika funguo ya pili ya kushinda ulimwengu wa roho ni ufunguo wa neno. Unapokuwa na neno, hata kama uko kwenye changamoto ya namna gani, unapokuwa na neno, hata kama uko na vita kubwa ya namna gani, unaposimama katika neno, hiyo vita inaondoka. Unaposimama katika neno, hayo mashambulizi yanaondoka. Unapokuwa katika neno, hata kama ulikuwa na changamoto kubwa ya namna gani, inaondoka, kwa sababu unasimama katika neno la Yesu Kristo. Kwa ulimwengu wa roho unahitaji neno ili uweze kufanikiwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Luka, sura 4, Yesu alishinda kwa neno. Lakini ukiangalia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 11, Ufunuo wa Yohana sura 12 mstari wa 11, maandiko yanasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Pendo unanisikiliza, tunashinda kwa neno, tunashinda kwa neno. Maadui waliosimama katika ulimwengu wa roho au ili utawala ulimwengu wa roho, lazima uwe na neno, neno ambalo linahusiana na changamoto yako. Lazima uwe na neno ambalo linahusiana na shida yako. Neno la Mungu ndio litakupa kushinda katika ulimwengu wa roho, dhidi ya biashara, dhidi ya uchumi, dhidi ya ndoa, dhidi ya mafanikio. Kwa silaha ya kwanza, unapopita kwenye vita au changamoto, tafuta kwanza neno utakalosimama nalo ili utoke kwenye hiyo vita au kwenye hiyo changamoto katika ulimwengu wa kiroho. Nasema mtumishi, unaongea nini? Angalia Yeremia sura ya 1 mstari wa 12. Yeremia sura ya 1 mstari wa 12. Maandiko yanasema katika Yeremia sura ya 1 mstari wa 12, funguo ya pili inayofungua ulimwengu wako wa roho ni neno. Ili maisha yako yafunguke, uchumi wako ufunguke, kazi yako ifunguke, ni neno. Yeremia sura ya 1 mstari wa 12, maandiko yanasema, kwa maana naliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa maana naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Mungu anaangalia neno. Ulimwengu wa roho unahitaji neno. Kinachoweza kutawala katika ulimwengu wa roho ni neno. Neno la Mungu unapokuwa nalo, wakati unaingia kwenye maombi na ukawa na neno la Mungu, ulimwengu wako wa roho ni funguo ya kufungua baraka zako. Neno la Mungu ni funguo ya kufungua uchumi wako. Neno la Mungu ni funguo ya kufungua kazi yako. Neno la Mungu katika ulimwengu wa roho. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, nikichukua na fursa hii kukukaribisha kwenye channel hii katika jina la Yesu aliye hai. Unaweza kunifuatilia masomo yajayo, vipindi vijavyo, kwa kusubscribe channel hii na kulike na kushare. Sambaza ujumbe huu. Mungu wa mbingu na nchi akubariki katika jina la Yesu aliye hai.